Alright, Bwana Yesu asifiwe. Karibuni sana katika series hii ya mafunzo. Na katika hii makala, leo tutasoma makala. Umeona ingaje title unasema uelewa juu ya mitume na manabii, ila hapa nitajikita zaidi kwa mitume. Nataka tuende sambamba, tumuelewe mtume ni nani. Umeona? Na hii ofisi ya mtume kwa nini ipo juu ya ofisi ya nabii. Umeona? Kwa hiyo nitakwenda kujikita zaidi kwa mitume, na Mungu akipenda nitabidi niandike makala nyingine kuelezea nabii. Okay. Hii makala itaanza kwa kishindo. Moja kwa moja tutaanza kwa kusoma waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 12 ule mstari wa 27 mpaka wa 30. Nitasoma. Basi ninyi ni mwili wa Kristo na kila mmoja wenu ni kiungo cha huo mwili. Na Mungu ameteua katika kanisa kwanza mitume, pili manabii, tatu walimu, kisha watenda miujiza, kisha waponyaji, wasaidizi, watawala, wasemaji wa lugha mbalimbali. Je, wote ni mitume? Au wote ni manabii? Wote ni walimu? Wote wanafanya miujiza? Je, wote wana karama ya kuponya? Wote wanasema kwa lugha ngeni? Wote watatafsiri lugha? Basi takeni kwa moyo karama zilizo bora, nami nitawaonyesha njia iliyo bora kupita zote. Naam. Hapo Mtume Paulo alikuwa anajaribu kutuonyesha vile katika kanisa tuna ofisi tofauti, lakini kwanza kabisa akataja mitume na chini akataja nabii na akaendelea na walimu na nini. Basi neno la Mungu linatuambia kwamba aliwapa baadhi kwa mitume, baadhi kwa manabii, baadhi kwa wainjilisti, baadhi kwa wachungaji na baadhi kwa walimu. Wengi wanasema ndiyo, lakini vipawa hivi vya huduma vimeondolewa sasa. Huduma pekee tulizonazo leo ni walimu, wachungaji na wainjilisti peke yao. Hakuna mitume wala manabii wa leo. Lakini angalia kwamba Mtume Paulo hakufanya tofauti hiyo. Alisema kwamba Mungu aliita baadhi kwa mitume, baadhi kwa manabii, baadhi kwa wainjilisti, baadhi kwa wachungaji na baadhi kwa walimu kwa ajili ya huduma na kujenga mwili wa Kristo, right? Uwepo wa ministry upo kwa ajili ya kubuild au tuseme edification of the body of Christ, kimombo wanasema. Yaani ministry hizi zipo kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Sasa kama ministry inahitaji ofisi ziwepo tofauti kwanza ikiwa mitume na manabii, swali ndo linasema, je, mwili wa Kristo bado unahitajika kujengwa? Ikiwa ndivyo, basi huduma zote bado zipo na zinaendelea makanisani. Tena tusome wa Efeso 4 mstari wa 8, wa 12 na ule wa actually wa 11 na wa 12. Na yeye mwenyewe alitoa baadhi kwa mitume, baadhi kwa manabii, baadhi kwa wainjilisti na baadhi kwa wachungaji na walimu kwa ajili ya kuimarisha watakatifu kwa kazi ya huduma, kwa ajili ya kujenga mwili wa Kristo. Tazama mpangilio. Mitume wametajwa kwanza. Mtume Paulo aliwataja kwa mpangilio wa umuhimu wao katika kuanzisha na kuendeleza kanisa la mapema kabisa. Mitume, manabii, wainjilisti, wachungaji na walimu. Kuna baadhi wanaosema kwamba kulikuwa na mitume 12 pekee katika Agano Jipya. Hata hivyo, kuna watu 23 nadhani takriban katika Agano Jipya ambao wanaitwa mitume. Neno la Kigiriki kwa mtume apostolos linamaanisha mtu aliyetumwa. Hata Paulo mwenyewe hakuwa mtume katika maana ya kuwa mmoja mitume 12 wa awali, kwa kuwa hakuwa nao tangu mwanzo wa huduma ya Yesu duniani. Yuda alikuwa mmoja mitume 12 wa awali, lakini baada ya kusaliti alijinyonga na nafasi yake ikachukuliwa na Matia. Kuhusu huyu Paulo, kabla ya kuwa mtume alikuwa ni nabii. Katika Matendo ya Mitume sura ya 13 ule mstari wa kwanza, Biblia inasema, katika kanisa la Antiokia kulikuwa na watu wengine waliokuwa manabii na walimu, miongoni mwao wakiwa Barnaba, Simoni aitwaye pia Mweusi, Lukio wa Kurene, Manaeni ambaye alikuwa amelelewa pamoja na mfalme Herode na Saulo. Sasa wanaume hawa watano walikuwa manabii au walimu. Saulo na Barnaba wametajwa hapa, lakini wanaitwa manabii na walimu, sio mitume. Sasa ingawa hawa walianzia katika ofisi hii ya unabii, baadaye walikuja kuwa mitume. Umeona? Kwa hiyo kumbe unaweza ukawa nabii lakini usio mtume, na unaweza kuwa mtume ukawa nabii. Does that make sense? Okay, nakwenda kuelezea. Ukisoma Matendo 13, ukianza na ile sura ya 2 ukaendelea mpaka mstari wa 4, Biblia inasema, walipokuwa wanafanya ibada yao kwa Bwana na kufunga, Roho Mtakatifu akasema, niteulieni Barnaba na Saulo kwa ajili ya kazi niliyowaitia. Basi baada ya kusali na kufunga zaidi, wakawawekea mikono, wakawaacha waende zao. Kwa maneno mengine,
Paulo na Barnaba walikuwa watu waliotumwa au mitume. Okay, hold on. Hapo tumegundua kwamba mtume anatumwa, na hapa ni Roho Mtakatifu amemtuma Paulo na Barnaba, right? Lakini sifa nyingine ya kuwa mtume ni sharti uwe umemwona Yesu, kama ambavyo hawa wengine wale mitume 12 walipomwona Yesu. Sasa mtume Paulo mwenyewe alituambia kwamba hata yeye alimwona Yesu. Kwa hiyo pia inathibitisha kwamba yeye alikuwa ni mtume. Jua Barnaba sijajua, lakini hapa na kithibitisho kwa mtume Paulo. Tukisoma ile waraka wa kwanza wa Korinto sura ya pili, waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 9 mstari wa kwanza nitasoma. Biblia inatuambia, je, hapa mtume Paulo anasema, je, mimi si mtu huru? Je, mimi si mtume? Je, mimi sikumwona Yesu Bwana wetu? Je, nyinyi ni matokeo ya kazi yangu kwa ajili ya Bwana? Umeona hapa ni mtume Paulo anahoji kwamba je, yeye akumwona Kristo? Alimuona. Lakini pia akaja akaongelea juu ya hili pia katika ile waraka wa kwanza wa Korinto sura ya 15 mstari wa 8. Umeona? Lakini pia baadaye akaja akaelezea kusoma katika zile barua kwa Wagalatia sura ya kwanza ile mstari wa 11 mpaka 10 na ngapi pale 12. Alikuwa anaelezea jinsi ambavyo injili yake yeye na calling yake yeye haikutoka kwa mwanadamu, ila ni ufunuo kutoka kwa Yesu Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ndio sifa ya kuwa mtume. Umeona? Sasa nabii huyu kwa ufupi, yeye ni mtu mwenye maono na ufunuo. Anaona yani mambo yanadhihirishwa, mambo ya kiroho yanadhihirishwa kwake katika ulimwengu wa mwili. Unaona? Na katika Agano la Kale nabii alijulikana kama Sia kwa sababu aliona na kujua mambo supernaturally. Sawa? Lakini zipo sifa nyingi zinazomfanya nabii awe nabii. Umeona? Lakini kwa bahati mbaya hii makala haijaisha. Kwa hiyo ninachoweza tu kusema ni kwamba kuna vipawa mtu inabidi awe navyo ili kufanya kazi katika ofisi ya unabii. Umeona? Na vipawa hivyo ni pamoja na word of wisdom, word of knowledge na discerning of spirits. Umeona? Kwa hiyo nitaishia hapa, na kwa hiyo tumeona jinsi ofisi ya mtume ilivyo, na tumejifunza kwamba hizi ofisi za mitume na manabii bado zinaendelea for the edification of the body of Christ. Kwa hiyo haziwezi kucease kwa sababu mwili wa Kristo bado unaendelea kujengeka mpaka pale mwili wa Kristo utakapokamilika kujengwa, then hapo kutakuwa kuna tena haja ya manabii, hakutakuwa tena na haja ya mitume na manabii. Na wewe unapokuwa unatamka hizi ofisi, hakikisha unazitaja katika mpangilio kama ambavyo Biblia imezitaja. Kwa hiyo unapoandika makala yako wewe unapomwelekeza mtu, hakikisha kwanza unataja mtume then unamtaja nabii. Na hawa sio watu wawili wanaofanana, ila ni kwamba ofisi ya mtume anaweza kawa ni nabii, lakini nabii hawezi akawa mtume. Kwa hiyo tutaishia hapo kwa leo. Kwa hiyo katika episode ijayo tutajifunza mengi zaidi na zaidi, na nitatafuta wakati niandike juu ya manabii. Thank you very much and see you next time.